kukaa karibu zaidi na kuona labda ni hali iliyokuwa nzuri kweli kweli kuanzia pale asubuhi na mpaka hivi sasa. Hali ni shwari kwa kila maeneo. Shughuli zile ambazo za watu wale ambao wasiokuwa na shughuli maalum ama zile shughuli za ulazima, wote hao hali kwa mpaka muda huu kufikia hali iko vizuri kweli kweli. Zile shughuli kwenye yale baadhi ya maeneo ambayo ilikuwa yakiwafanya watu kwenda katika shughuli mbalimbali, zile yale maeneo kidogo ndio yamekuwa na kupunguzwa kwa hizo ghasia za hapa na pale. Lakini kuanzia tu pale asubuhi na mpaka hivi sasa, muda unavyozidi kuongezeka, hali iko vizuri kweli kweli. Amani imeendelea kutawala, lakini pia jeshi la polisi Tanzania likijaribu kuweka ulinzi kwa raia pamoja na mali zake. Jana waziri wa mambo ya ndani tulimsikia akizungumza na akisema kwamba haya maandamano ambayo yaliweza kuundwa wala wao hawana taarifa nayo, na haya maandamano ni batili ama ni haramu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mheshimiwa waziri Mheshimiwa Simbachawene jana aliweza kuzungumza na waandishi wa habari. Kwa hiyo kwa hivi sasa na kadri muda unavyozidi kuongezeka, hali ya kiusalama wa raia iko vizuri. Hali ya kiusalama kwa baadhi ya maeneo nayo pia yako vizuri. Hakuna changamoto yoyote na wala hakuna taharuki yoyote. Nilikuwa nazungumza na moja kati ya wafanya biashara wanaotoka maeneo mbalimbali kutoka hapa kwenda pale, jaribu kumwambia kwamba vipi huko barabarani hali ya kiusalama. Akasema kwamba hali iko shwari, jeshi la polisi likiendelea kutuliza ama kuweka mazingira rafiki, kwa maana kwamba kwa baadhi ya maeneo ambayo wao pia walijaribu kuhakiki kwamba zile shughuli za hapa kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, ndio kidogo walikuwa wanahitaji utoe maelezo ambayo ilikuwa kama itakuwa ni ulazima, basi unaweza kwenda kufanya. Lakini kama hakuna ulazima, lakini hali iko hivyo. Lakini mpaka hivi sasa hali iko shwari kwa maeneo ambayo nilijaribu kuweza kufanya mawasiliano na watu. Hali wananiambia kwamba iko shwari na hakuna changamoto yoyote ile. Watu ni wengi wametuma ujumbe, wanasema kwamba Tanzania kwanza, mengine baadaye, amani iendelee kuwa vizuri. Lakini kuhusu tu amani, kuhusu utulivu wa baadhi ya mikoa, hususan mkoa wa Dar es Salaam, hali iko shwari kabisa, naweza nikasema hivyo. Wale wakazi wa majumbani huko, kila mmoja akiwa ametulia na akijaribu kuiangalia familia yake. Kwa hiyo kitu kikubwa ni hiko. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Hali iko shwari. Jeshi la polisi likiendelea kuhakikisha amani ikiendelea kutawala, na utulivu ukiendelea kutawala. Lakini pa hivi sasa mambo yako vizuri, naweza nikasema hivyo. Kwa baadhi tu ya maeneo huko nikijaribu kupata mawasiliano, na pia wananiambia kwamba hali iko vizuri kweli kweli. Mambo ni mengi kweli kweli. Mungu anasema kwamba Mungu tupe amani. Mwingine anasema kwamba hakika Tanzania ni nchi bora, ni nchi yenye amani na utulivu. Mungu ilinde Tanzania yetu, Mungu ilinde wa Tanzania kwa ujumla, na Mungu ibariki siku ya uhuru kutimiza miaka 64 ya uhuru wa Tanzania, Tanzania bara, naweza nikasema hivyo. Ujumbe unasema kwamba hakika Tanzania ni nchi tulivu. Ni kweli,
Tanzania ni nchi tulivu na watu wametii. Kama hakuna ulazima basi usitoke. Na kweli tumetii hilo na tumeliona, hali iko shwari. Niambie wewe hapo ulipo, mazingira ambayo ulipo kwa hivi sasa, hali ikoje? Lakini kwa baadhi tu ya maeneo kwenye zile njia za kiunganishi kutoka eneo fulani kwenda eneo fulani, hali iko shwari. Niambie wewe ambaye hapo ulipo hali iko shwari, na kwa sababu jeshi letu ni tulivu, jeshi la polisi ni tulivu, sikivu, na pia imejaribu kuhakikisha kabisa amani inaendelea kutawala. Na tukirudi nyuma tukisikia kauli ya mheshimiwa waziri, naona kabisa amani imeendelea kutawala na amani itaendelea kutawala. Mwingine anasema kwamba hapa nilipo mimi hali yangu ni shwari. Mwingine anasema kwamba hata mimi huku nilipo hali ni shwari. Mwingine anasema kwamba Tanzania yenye amani inaendelea kuwa na amani. Tanzania ni amani bwana. Tanzania ni ipo kwenye amani. Tanzania ipo kwenye amani na jeshi la polisi likiendelea kufanya kazi yake kwa utulivu kweli kweli. Mwingine anasema kwamba nimeamka tu asubuhi, nimeiona tu hali ya hewa iko vizuri. Leo sijasikia miungulumo yoyote. Hakika kabisa Mungu ataendelea kuisimamia Tanzania na Mungu ataendelea kuwasimamia Watanzania. Asante sana kwa dua lako zuri hilo, na Mungu hakika ataweza kulipokea, kwa sababu Tanzania kwanza, mengine baadaye. Amani iendelee kushamiri na amani iendelee kuendelea kudumishwa katika taifa hili la Tanzania. Mwingine anasema kwamba mimi niko vizuri na hata mazingira yaliyoweza kunizunguka na pia yako vizuri. Kwa hiyo hakika kwa kifupi hali iko shwari. Asante sana. Lakini tuko baadhi tu ya maeneo mbalimbali ambayo yaliyojaribu kutuzunguka mkoa wa Dar es Salaam, hali iko shwari. Hali iko shwari bin shwaria, naweza ngasema hivyo. Ujumbe ni mwingi kweli kweli, na kila mmoja wa Tanzania wanaiombea Tanzania kuwa ni nchi yenye amani na iendelee kushamili amani, iendelee kudumishwa amani, na Watanzania pia waendelee kuienzi amani ambayo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pia aliweza kulisihi hili swala la amani, umoja, ushikamano uendelee kudumishwa miaka nenda miaka rudi. Amani iendelee kudumishwa. Kwa baadhi tu ya maeneo mbalimbali kwenye ile mikusanyiko ya watu kidogo imekuwa tofauti. Watu wametulia na watu wakiendelea kufanya shughuli zao. Kwa hiyo ujumbe ni mwingi na kila mmoja akijaribu kuweza kuweka ujumbe wake. Mwingine anasema kwamba Allah ibariki Tanzania. Na kweli Allah ataendelea kuibariki Tanzania, lakini sio tu Tanzania bali na watu wake waliopo ndani ya taifa hili la Tanzania. Hakika Mungu ataendelea kudumisha amani na utulivu. Watu wataendelea kudumisha amani pamoja na utulivu. Ndio kitu ambacho Watanzania wanakiomba hiko sana. Ujumbe ni mwingi kweli kweli. Mwingine anasema kwamba hakika kabisa hali ya hewa tu ya leo iko vizuri. Unaona kabisa huenda ikawa hata malaika wa Mungu wameweza kushushwa ili kwenda nao pia kudumisha amani. Hata mimi hilo asubuhi nimeliona. Nilivyoamka tu asubuhi nimeona kabisa hali fulani hivi ya utulivu kabisa kutoka ndani ya nafsi, na hali tu ya mazingira nimeona kabisa ni hali ya utulivu kabisa. Hata mimi pia hilo nimeliona ndugu yangu. Kwa asante sana kwa kunikumbusha hiko, nilisahau kukisema, na mimi pia nimeliona hilo bwana. Mwingine anasema kwamba Mungu ibariki Tanzania daima. Asante sana
Mungu ataendelea kuibariki Tanzania, na Mungu ataendelea kuilinda Tanzania, na Mungu pia ataendelea kuipigania Tanzania, na Mungu pia ataendelea kuwalinda wa Tanzania, na Mungu pia ataendelea kuwapa haki na umoja, ushikamano katika taifa hili la Tanzania. Mwingine anasema kwamba amani iwe Tanzania. Hakika kabisa amani itaendelea kuwepo Tanzania, na Watanzania pia wataendelea kupata amani chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia ataendelea kudumisha amani. Lakini pia jeshi la polisi Tanzania likiendelea kuweka mazingira bora asubuhi ya hii leo. Jeshi la polisi likiendelea kudumisha amani, ikiendelea kuweka mazingira rafiki kwa baadhi ya maeneo. Tumeyaona hayo maeneo Tanzania, maeneo yale makubwa, mikusanyiko ya watu kidogo pia imeweza kuwekwa sawa bin sawia. Hilo pia mimi nimeliona asubuhi ya hii leo. Ndugu yangu mmoja anafanya biashara za uuzaji wa bidhaa gengeni. Ameniambia kwamba nilipotoka tu asubuhi nyumbani kwenda mjini kwenda kuchukua bidhaa, wakaulizwa mnaenda wapi? Kwamba watu wanaenda kuchukua bidhaa ili maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo ni jinsi gani jeshi la polisi limekuwa jeshi sikivu, limejaribu kuwasikiliza wale ambao waliotoka kwenda kuchukua mahitaji, na kaambiwa wakasema nendeni na mrudi salama. Na jeshi la polisi lihakikisha kabisa kuweka ulinzi uliokuwa bora zaidi, na wale ambao walioenda kwenda kuchukua hizo bidhaa na wamerudi, wakasema sasa rudini katika makazi yenu na watu waendelee kufanya shughuli za hapa na pale. Lakini zile barabara zile mikusanyiko ndio kidogo jeshi la polisi likiendelea kuweka usalama hapo, kuhakikisha kabisa Watanzania na Watanganyika pia kwa ujumla waendelee kuipata amani iliyokuwa bora kweli kweli. Mwingine anasema kwamba Mungu ibariki Tanzania, kazi iendelee. Mwingine anasema amani iendelee kuwepo. Mwingine anasema kwamba amani ndio chanzo cha mambo yote. Pasipokuwa na amani kila kitu lazima kisimame. Hakika ni kweli kabisa. Bila kuwepo na amani hata watoto watakuwa hawatopata elimu kwa bora. Kusipokuwa na amani hata shughuli za makazi za watu kutafuta hela, kutafuta chakula ili familia iende, kutakuwa na uwezo huo. Kwa hiyo amani kwanza. Amani kiendelea kila kitu kitaendelea. Wanafunzi wataendelea kupata elimu iliyokuwa bora. Kukipo na amani, watu wataendelea kuzitafutia familia zao kwa mahitaji ya kila siku. Ikiwepo amani, ikiwepo ushikamano, umoja katika taifa hili la Tanzania, basi kila kitu kitaenda kuwa vizuri kweli kweli. Mwingine anasema kwamba mimi naomba Mungu ailinde Tanzania yetu. Hakika kabisa Mungu ataendelea kuipigania Tanzania, na Mungu ataendelea kuwapigania wa Tanzania. Hakika kabisa Mungu yupo nasi, na Mungu ataendelea kupigania hili taifa letu lilokuwa tulivu kweli kweli. Mwingine anasema kwanza God bless all country. Bukira anasema kila kitu kitaenda kuwa vizuri kweli kweli. Kimya na washirikia zangu uhuru nyumbani. Asante sana ndugu yangu kwa ujumbe wako uliokuwa mzuri, na kila kitu kitaenda kuwa vizuri kweli kweli. Amani imeendelea kushamili kwa baadhi ya maeneo.